Ukiwatizama watu wa batil katika mitandao kila siku, sikia bwana posti bwana sijui kitu gani, ukiangalia ni upuzi mtupu. Alafu wewe ambaye waijua haki na waweza kufanya jambo kama hili, walala. Changamka baba, changamka. Kila mmoja achangie upande wake, si lazima uwe alim ndio uweze kufanya jambo kama hili. Waweza kuwa una ujuzi tu wa mambo haya ya kompyuta na nini, ingia zahim ahla albatil. Umemsikia mtu wa batil, kuna clip fulani aeneza shubha, na wewe ushasikia jawabu kwa mwana wa chuoni fulani wa sunna, nenda kangoe kule, weka, rudi mbali huyo mtu mpaka watu wafahamu kuwa ni batil. Lakini wakiachiwa ndio watamba bwana, mara mwisho waje kuzungumza maneno ya kijinga kabisa. Nimemkuta mmoja khurafi, tena mtu mzima, ndevu zote nyeupe, azungumza kuhusu karamat za Abdul Qadir Jilani. Kuna mwanamke asema kutoka Hindu huko India, alikuwa kuna makafiri pale wamsumbua, fastaghatha bi Abdul Qadir Jilani, sayyidina Abdul Qadir Jilani. Sasa yule mwanamke wa Kihindi sijui kazungumza Kihindi, kamuita, na Abdul Qadir Jilani yuko kule Iraq. Alivyosikia yuaitwa ili afanye msaada, akatoa kiatu chake kimoja akakirusha, ile kiatu kikaenda mpaka kwa yule bwana alikuwa kimuudhi yule mama, kikampiga kiatu toka wapi? Haya, wale waliokuwa kule walijiwaje kiatu kutoka kwa Abdul Qadir Jilani? Sasa baada ya muda wakaja wasafiri kutoka bara Hindi, wakaingia Iraq, wakamletea mpaka kwake kile kiatu chake, wamshukuru bwana, hiki kiatu si nyinyi mlikuwa kule, kwa nini mkumsaidia yule mama? Yani waoga kiasi hicho, mongoja kiatu kitoke huko Iraq. Na wallahi huyu mtu mzima azungumza maneno kama haya, iko kwenye YouTube clip, na watu wamekaa chini, Allahu akbar, Allahu akbar, waamini upuzi huo. Sasa watu wa haki wasipozungumza, si watu watachezewa akili namna hii? Jamani, kiatu kimerushwa kutoka Iraq kikenda mpaka India huko, kisha jamaa wakajua hiki cha Jilani, hiki cha kesi cha mtu mwingine, tukiregesheni jamaa mzuri huyo, na watu waamini. Kisha baada ya hapo tu ndio waambiwa sasa wewe ukipatwa shida ita ya Jilani, atakuja atakusaidia. Ukaingizwa katika shirkun akbar mukhrijun min alislam, alistighathatu bighairi Allah, ukataka msaada kwa asiyekuwa Allah, ikawa ni sababu ya wewe kwenda kwenye shirkun akbar. Watu wa haki wakaikimia, si watawapoteza watu bwana. Sasa mifano kama hii mitandao yatumika katika kwenye watu wa batil na watu wa haki. Watu wa haki wachangamke, wasilale. Mitandao hii ichangamshwe kisawasawa na sunna, na kukataza bid'a, na kuwasomesha watu elimu ya dini, wasomeshe saumu zao, wasomeshe sala zao. Sikwambii katika rududi peke yake, pia katika upande wa kuwasomesha watu. Na kuna wengine mashallah wamechangamka wao kwenye rududi tu, mpaka watu waona wale watu wa sunna shughuli yao rududi tu, wale hawasomeshani kitu. Si ndio unazozisikia wewe? Sababu ndio zinazowekwa. Lakini durusi za kielimu akifungua hivi haoni kitu. Kumbe watu wamesomeshwa somo, wamesomeshwa swala, wamesomeshwa zaka, wamesomeshwa haji, wamesomeshwa vitu vingi tu, lakini kwa sababu havifiki kwa watu wakao hawaelewi. Idha raa almar'u min alwasail alhadithati shay'an la yuhmadu falyabta'id anha. Ukiona katika hizi njia za kisasa kile ambacho si kizuri, kaa mbali nacho. Fatta'arrudu limawatin alfitani washubuhati walmuharramat min asbab alwuqu'i fiha. Mtu kujiweka katika sehemu za fitan na shubuhat na mambo ya haram ni katika sababu ya kuanguka ndani yake. Ushajua hapa mahali mpabaya, ondoka. Man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu, kaa mbali naye. Qala Sheikh الإسلام رحمه الله: وإذا تعرض العبد بنفسه إلى البلاء وكله الله إلى نفسه. mja akijitia nafsi yake kwenye balaa, basi Allah atamwachia, hatomsaidia, kwa sababu ni yeye mwenyewe aliyejiangusha katika ile balaa. Lakini akijiweka mbali na balaa, na Allah atamsaidia kumweka mbali na fitna na balaa. Kwa ni wangapi ambao waharibika tabia zao, waharibika itikadi zao kwa kupitia hii mitandao? Ukiona kuwa kuna fitna kwako wewe, basi bora jiepushe nayo ili usalimike. Wallahu musta'an. Sheikh asema alwasailu alhadithatu min الشبكات الإلكترونية ونحوها يتخذها المسلم لتقويم نفسه وإصلاح غيره. hizi njia za mitandao za kisasa, internet hizi na nyinginezo, na wasaili za simu, kompyuta na mfano wake, Muislamu achukua ndio njia ya kujinyoosha nafsi yake na kuwafikishia na wengine. Wala yaj'aluha malhatan qatilatan lizamanihi, asifanye ni pumbao, aua wakati wake kwa kupitia njia kama hizi, akawa yuaua wakati wenda bila faida yoyote. مضيعة لأوقاته ملوثة لأفكاره مفسدة لمعتقداته. isiwe hizi njia atazitumia katika kupoteza wakati, kuchafua fikra zake kwa kuwasikiliza watu ambao hawastahiki kusikilizwa, akaifisidi na kuiharibu itikadi yake, kwa sababu watu wako namna hiyo. Kuna wale wanaonufaika
na hizi njia za kisasa, na kuna wale ambao ndio sababu ya wao kula hasara. Akakusanya shubuhati za ajabu, wengine wasikiliza mpaka mulhidin, na mtu mpaka akachanganywa akili yake na mulhid mpaka akafikia kusema kuwa hakuna muumba kwa njia hizi, na mwingine akafaidika akawa yuko mbali kabisa kielimu kwa sababu ya kutumia kwa njia sawa. Njia hizi ukizitumia kwa njia sawa basi. Na hapa ndio kuna wito kwa tulabi ilm kuzitumia njia hizi katika kufikisha risala, kufikisha ujumbe wa sawa. Na kila mwenye elimu ya hili jambo, si lazima wewe mwana wa chuoni. Yani mimi naweza kusikiliza muhadhara wa alim katika ulama wa sunna, na Allah amenipa ujuzi wa kuweza kukata ule muhadhara faida nikazitoa moja baada ya nyingine, kisha nikatumia mitandao hii katika kuwafikishia watu ile faida. Na leo imekuwa sahali, yaweza kuwekwa pale tarjama kwa lugha yoyote unayotaka, Kiingereza, Kiswahili. Ikiwa ni Kiingereza waweza kuweka Kiarabu, waweza kuweka Kiswahili, ukawafikishia na watu wengine. Ukawa umefanya mchango mkubwa sana katika mujtama kufikisha ujumbe wa haki na wasawa. Na wako walillahi alhamdu wal minna vijana ambao wamejitolea katika mambo kama haya, ikawa ni sababu ya kheri nyingi kupatikana katika hii mitandao. Na mtu asifanye uvivu, maadamu Allah amekupa ujuzi katika jambo hilo, changia na wewe, changia. Watu wa batil wamechangamka bwana.